Kati ya tetesi ambazo kiungo wa kimataifa kutoka Liberia ambaye hivi sasa yungali katika klabu ya Al Hilal Omdurman, huyu Emmanuel Flomo, kwamba ni miongoni mwa wale ambao Yanga wako katika harakati za kuhakikisha wanapata saini zao ili wawe sehemu ya kikosi cha kocha Mangoba Mngiti kwa ajili ya msimu ujao 2026-27 wa Ligi Kuu Tanzania Bara, kombe la shirikisho la benki CRDB, kombe la muungano, michuano ya kimataifa kwa maana ya ligi ya mabingwa barani Afrika ambayo Yanga anakwenda kushiriki na michuano mingine mbalimbali. Ndio, ni kwa sababu huyu ni kijana ambaye ana kipaji sana haswa, lakini ni bado mdogo sana. Emmanuel Flomo umri wake ni miaka 18 kwa sababu amezaliwa tarehe 31 mwezi wa 10 mwaka 2007. Lakini kinachotisha zaidi kiasi ya kwamba wakati tukijadili tetesi hizi naona kana kwamba ni jambo gumu, lakini kwenye mpira wa miguu hakuna kinachoshindikana. Kwa hiyo tuendelee tu kuwa na matumaini, labda miongoni mwa klabu zetu hapa nchini ambazo zinakwenda kuwakilisha nchi katika michuano ya CAF kwa maana ya Yanga, basi kweli kama wanamfukuzia wampate, lakini hakika haiwezi kuwa kazi ndogo hata kidogo. Sababu gani? Yeye umri wake huwa miaka 18 ndio kwanza ameanza kuaminiwa zaidi katika klabu ya Al Hilal Omdurman ambayo ilikwenda kumpata kule nchini Liberia nyumbani kwao akiwa na kipaji, lakini bado bwana mdogo sana. Miaka 18 ametimiza akiwa Al Hilal Omdurman, na matokeo yake amekuwa akipata nafasi chache za kucheza, akiingia kidogo kidogo kwenye mfumo. Sasa kuingia huko kwa kidogo kidogo kwenye mfumo, hasa katika msimu ule umalizika 2025-26, Al Hilal Omdurman ya Sudani ambayo imetoka kushiriki katika ligi kuu ya Rwanda pamoja na watani zao wa jadi El Merreikh na kumaliza kileleni mwa msimamo wa mwisho wa ligi kuu ya Rwanda kwa kufikisha pointi 75, lakini pia wakiongoza kwa kufunga mabao mengi, mabao 74. Huyu akawa amecheza kwa muda mfupi kwa sababu kwanza juu ya kwamba anapewa dakika chache ili azoeane na wenzake, kwa maana ya kina Mohamed Abdurrahman, akina Abdirazik Omar, akina Salahuddin Adil, akina Walid Khidir na wengineo. Lakini pili ni kwamba kuna nyakati aliumia, kwa hiyo akazidi kupata muda mchache wa kucheza. Lakini matokeo yake ni nini? Akawa amemaliza akiwa ndiye top scorer wa Al Hilal Omdurman katika wale walioongoza kwa mabao mengi kwenye ligi kuu ya Rwanda iliyomalizika hivi karibuni, akifunga mabao 12. Lakini idadi ya mechi inaelezwa kwamba amecheza mechi 14 katika baadhi ya vyanzo. Yaani mechi 14 halafu dogo kafunga mechi 14 halafu kafunga mabao 12. Inaonyesha namna gani alivyo hatari kwa wapinzani pindi anapokaribia lango lao. Lakini sio hilo tu. Kwa kukumbuka tu katika ligi kuu ya Rwanda msimu huu, wakati akiwa amecheza mechi 13 alikuwa tayari ameshafunga mabao 10. Ni katika nyakati ambazo inaelezwa aliumia, matokeo yake akakosa mechi kadhaa. Lakini hata katika hizi mechi alizocheza mara nyingi huwa anaingia kipindi cha pili. Ndio, kwa sababu katika kikosi kile cha wakubwa bado hajawa na uhakika wa 100 katika kila mchezo kwa dakika 90. La hasha. Anapokuwa uwanjani cheza yake upande ule wa kulia, kwa sababu Al Hilal huwa wanatumia walinzi 4, viungo wale ukabaji 3, mshambuliaji kinara mmoja. Huyu mmoja mara nyingine anakuwa Mohamed Abdurrahman, kaka mkubwa, kama mshambuliaji kinara. Kwenye hao watatu hao, hapa katikati kuna kuwa na Abdirazik Omar, anakuwa miongoni mwa wale watatu. Upande wa kulia ndipo yeye Emmanuel Flomo hucheza. Halafu upande wa kushoto kuna kuwepo na Jean Claude Girumugisha ambaye habari zake zinafahamika vya kutosha, mchezaji wa kimataifa kutoka Burundi. Huyu Flomo kasi ni miongoni mwa mtaji wake, lakini sio kasi kubwa sana zaidi ya kasi yake ya kufikiri. Ni kijana mdogo, lakini anajua sana kunusa nafasi na kufanya maamuzi ya kusimama sehemu sahihi, halafu awadhuru wapinzani. Huo ndo mtaji wake mkubwa sana. Lakini vile vile hayuko vibaya kwenye body morphology, na ukizingatia ndio kwanza na miaka 18. Matokeo yake ni nini? Katika ligi kuu ya Rwanda iliyomalizika, yeye ameibuka kuwa mchezaji bora chipukizi wa mwaka. Ndio,
kwa sababu tu ya kiwango kizuri alichokionyesha, na pengine asingeumia kama nilivyotoka kueleza kasi yake ya kwamba anafikisha mabao 10 katika mechi 13 ambazo wala hachezi dakika 90. Inaonyesha namna gani alikuwa kwenye kiwango bora sana na amekuwa gumzo sana kule nchini Rwanda. Sasa kwa utaratibu wa Sudani ambayo nyumbani kwako na machafuko, ligi haifanyiki kwa ufanisi kama ilivyo ambavyo katika nchi ambazo amani mitawala tele kama Tanzania na kwingineko. Msimu uliopita tunafahamu wao na El Merreikh walikwenda kucheza nchini Mauritania, kushiriki ligi kuu ya Mauritania ili mwisho wa siku wakidhi vigezo vya CAF vya kushiriki michuano yao ya klabu kwa maana ligi ya mabingwa na kombe la shirikisho. Al Hilal Omdurman kule nchini Mauritania wakiwa chini ya kocha Florent Ibenge walitoa ubingwa ambao unawafanya wawe mabingwa wa Sudan. Yaani wanashiriki lakini kuna taratibu kwa mwisho wa siku kuna playoffs za kwa wenyewe za kuwafanya kujua nani bingwa. Sasa msimu uliomalizika wakiwa Rwanda, kwa maana msimu huu 2025-26 wao wamemaliza wakiwa kileleni, lakini sio mabingwa wa Rwanda. Mabingwa wa Rwanda ni timu iliyoshika nafasi ya pili ambayo ni ya wa Rwanda wenyewe ambayo ni APR. El Merreikh walimaliza nafasi ya 3. Sasa kwa utaratibu wa Sudan, baada ya hapo kunafanyika playoffs ambayo inahusisha timu 8. Sasa kwenye hiyo playoff ikawa imebaki mechi moja ya mwisho ambayo mshindi anakuwa bingwa. El Merreikh na Al Hilal kila mmoja alikuwa na pointi 18 katika hizi playoffs zilizohusisha timu 8 ambazo zinafanya mechi ziwe chache, kwa sababu yani mechi zinakuwa mechi 7 zinachezwa na baadaye anapatikana mshindi. Kwa sababu ya hali ya machafuko mechi zinakuwa chache kwa ajili ya kuhakikisha kwamba soka inachezwa kupata wakilishi wa Sudan. Sasa wakati wakiwa wameshacheza mechi 6 timu zote zilikuwa zimepata pointi 18 kwa maana ya Al Hilal walikuwa na pointi 18 kwa kushinda mechi zote, lakini pia El Merreikh walikuwa na pointi 18 baada ya kushinda pia mechi zote. Mechi iliwakutanisha wao wawili ilikuwa ndio kama fainali. Ndio anayeshinda anakuwa bingwa wa Sudani. Ilichezwa juzi tu hapo tarehe 10 mwezi wa 6 ndipo mechi ilichezwa ili kumpata bingwa kwa maana mwezi uliopita. Sasa katika mechi hiyo tough, kabla hajaingia huyu mwamba Emmanuel Flomo, matokeo yalikuwa bila. Mechi ilikuwa na ushindani kweli kweli. Lakini kama ilivyo ada akaja kuingia. Alipoingia mambo yakabadilika. Akapiga goli kali, matokeo yake Al Hilal wakashinda 1-0 na kutawazwa kuwa mabingwa wa Sudani. Lakini taarifa very latest zikiwa zimesambaa leo hii ni kwamba ubingwa huo kwa Al Hilal Omdurman umevuliwa na kamati yao katika shirikisho la mpira wa miguu Sudan, na badala yake bingwa amekuwa El Merreikh. Kwa nini? Ni kwa sababu walikata rufaa kupinga idadi ya wachezaji wa kigeni waliotumiwa na Al Hilal. Ni kwa sababu kwenye taratibu za ligi kuu ya Sudan wachezaji wa kigeni ukomo mwisho wachezaji 5, ndivyo inavyoelezwa. Lakini wao Al Hilal Omdurman walichezesha zaidi ya wachezaji 5 na matokeo yake ushindi wao uliowafanya wawe mabingwa, ubingwa umevuliwa na badala yake mabingwa ni El Merreikh ya Sudan. Lakini kwa maana ya uwanjani Emmanuel Flomo alikuwa tayari ameshawapa furaha Al Hilal Omdurman kutokana na bao lake, akiendeleza ubora wa hali ya juu aliokuwa nao kwa msimu. Sasa mchezaji huyo ambaye katika mfumo huu nilotoka kuelezea ambao unatumiwa sana na Yanga ndiye ambaye anahusishwa na Yanga, kwa maana kwamba akitoa Yanga faida watakaozipata Yanga, kwanza kuwa na mchezaji anayefiti moja kwa moja kwenye mfumo ambao Yanga hutumia sana. Mngiti ni juu ya yeye tu kuamua sasa amtumieje endapo kweli Yanga watampata. Hata katika mifumo yake ile baada ya golikipa kuwa na walinzi 3, viungo 4, kiungo mmoja alafu washambuliaji 2, bado anaweza kufiti vizuri akiwa miongoni mwa hapa washambuliaji 2, yeye akitokea pembeni na kadhalika. Lakini vile vile ni kwamba umri wake wa miaka 18 unawapa option, inawapa chaguo timu itakayompata ikiwemo Yanga kwamba wanaweza kumtumia hata misimu ya miwili. Kwa mfano atatimiza miaka 20, biashara inafanyika, timu yao inaingiza fedha kiasi ya kwamba wakalipa kile ambacho wanaweza kukitumia wakati huo kumsajili, lakini pia kupata faida kubwa licha uwezo wake mkubwa uwanjani. Sasa kwa sababu ana kipaji kikubwa, halafu ni kijana ambaye ndio kwanza na miaka 18, ndipo shaka inakuja kwamba hivi Al Hilal Omdurman kweli watakubali kumwachia kijana huyu ambaye wamemtoa kusikojulikana nchini Liberia alikothibitisha ubora katika ngazi ya chini, na sasa wamekuwa naye, sasa ameanza kuwapa matunda, halafu wawe tayari kumwachia? Hilo ni swala kusubiri na kuona, kwa sababu
fedha huwa inaongea, na Yanga hivi karibuni na wao wamejitanabaisha kwamba wako vizuri kifedha, wakiamua lao wakati mwingine linafanikiwa. Lakini changamoto ni kwamba huyu bado ni kijana mdogo. Kuna baadhi ya mambo bado anahitaji kukua, na bila shaka akitua Yanga fursa hiyo ya kukua itakuwapo. Changamoto nyingine kutokana na kile chotoka kueleza juu ya umri wake na experience, uzoefu unaonyesha Al Hilal Omdurman huwa waachie wachezaji wao kiwepesi mpaka umpate, na hasa wachezaji ambao wamejaribu kuwaibua wenyewe na kuwakuza, basi ujipange. Kwa mfano Jean-Claude Girumugisha walimtoa Burundi katika timu isiyokuwa na jina kubwa kule Burundi, lakini kwa kutambua kipaji chake wamekilea tangu 2023 mpaka sasa amekuwa miongoni mwa wachezaji gumzo barani Afrika, klabu mbalimbali zikimwania. Wanakoma sana katika kuachia vijana wenye vipaji ambao wamepambana nao, na kama kumpata basi kwa hela nyingi sana, mabilioni ya fedha. Sasa kwa Emmanuel Flomo, tetesi ndio zinahusisha Yanga na kiungo huyu wa ushambuliaji kutokea pembeni, kijana mwenye kipaji, lakini haitakuwa kazi nyepesi hata kidogo kutoka katika miliki ya Al Hilal Omdurman. Swala kusubiri na kuona, maana kama kweli Yanga watafanikiwa dili hili na kama tetesi hizi zina uhakika ndani yake, basi Yanga watakuwa wanajiongezea silaha katika eneo la mwisho la uwanja. Lakini changamoto nyingine ni kwamba imeshathibitika mara kadhaa, kuna wachezaji katika ligi zisizokuwa na ubora kama ligi kuu Tanzania bara hufanya vizuri kwingineko, lakini unapotua hapa huwa mambo yanakuwa tofauti. Mfano mzuri, wapo vijana ambao walisajiliwa kwa kishindo akiwemo Musa Balakonte, lakini kutoka katika ligi kuu Tanzania bara imekuwa shida. Yanga matokeo yake wakamtoa wakati wa dirisha dogo. Lakini yupo Somba Onana, mchezaji wa kimataifa kutoka Cameroon, alifanya vizuri sana katika ligi kuu ya Rwanda. Simba wakamchukua, alikuwa anafanya vizuri lakini sio kwa kiwango ambacho kiliwaridhisha Simba. Matokeo yake wakaachana naye, wakafanya utaratibu mwingine. Kwa hiyo na yeye kijana mdogo Emmanuel Flomo ana kipaji cha hali ya juu, amethibitisha Rwanda, lakini pia amethibitisha katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambako amepangwa mechi 2 dakika 19. Bado hajapata uzoefu mkubwa sana kwenye ligi ya mabingwa barani Afrika. Atakapotua nchini kuitumikia Yanga, basi atapaswa kusaidiwa pia kisaikolojia na benchi la ufundi. Watatua Tanzania ambako ni ligi namba 5 kwa ubora barani Afrika, ikizidiwa tuna ligi kuu ya Misri, ligi kuu ya Morocco, ligi kuu ya Algeria na ligi kuu ya Afrika Kusini. Maana yake ushindani uko juu sana, lazima ajipange ili kudumisha kiwango chake na hatimaye kuinufaisha Yanga pindi itakapompata, lakini pia kukuza kiwango chake. Je, itakuwa vipi? Tetesi hizi ni swala kusubiri na kuona. Mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.